imeahidi kuboresha na kuimarisha usalama wa nchi kama ndio jambo namba moja. Amani ya nchi kama ndio jambo namba moja. Jitihada hizo hazitawezekana kama sehemu za kufanyia kazi za kusimamia huo usalama, hiyo amani zitakuwa zimeharibika. Kwa hili ni jambo la kulifanya, na sisi tumepokea maelekezo kutoka kwa Rais kwamba tupite na kuangalia na kuchukua hatua mara moja. Na nichukue nafasi hii kuwashukuru sana baadhi ya wadau ambao wameanza kurekebisha vituo vya polisi kwa kuchangia fedha wao wenyewe. Tumepita pale Tegeta pale juu, tumeona wakiwa wanafanya, wananchi wenyewe wamejiorganize, wameanza kurekebisha kwa kupiga rangi. Na nichukue nafasi hii kuwaomba na wadau wengine ambao wako tayari kuisaidia serikali, kwa sababu uharibifu ni mkubwa na maeneo ni mengi, ili waweze kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunarudisha na kurejesha huduma hizi za usalama, na hasa vituo vya polisi kama ilivyokuwa awali. Na kwa upande wa serikali, Rais ameshakwisha tuagiza, tunafanya kila kinachowezekana kutafuta fedha kuhakikisha kwamba tunarejesha huduma kama zilivyokuwa. Ndugu zangu, kama nilivyosema, kazi ya jeshi la polisi ni kulinda amani, kulinda usalama wa raia na mali zao. Na kwa hivyo wananchi nyinyi ndio mabosi wa hawa askari. Wananchi nyinyi ndio mmewazaa hawa askari polisi. Hawa askari polisi ndio watoto wa nani? Si wa kwetu. Ndugu zangu, si watoto wa kwetu. Kazi yao si kutulinda sisi. Kwa hiyo kama ni kutulinda sisi wananchi ndio mabosi. Na kwa hivyo kuharibu sehemu zao za kufanyia kazi, kuingia kwenye ugomvi na askari polisi, ni kupoteza rasilimali ambaye kazi yake ni kutumikia sisi wananchi. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wa Tanzania, na kupitia mkutano huu hapa Salasala, tuwapende askari wetu, tushirikiane nao kwa ajili ya ulinzi wa usalama wa mali zetu na sisi wenyewe. Lakini kwa namna ya pekee niwaombe sana askari wetu, na hapa huko RPC, na salamu hizi nimempa pia na IGP, kwamba tunataka katika kipindi hiki tuonyeshe ushirikiano mzuri kati ya raia na askari wetu wa jeshi la polisi. Hawa askari nguvu yao ni nyinyi wananchi, na wala sio bunduki walizonazo, na wala sio combat walizonazo. Nguvu yao ni nyinyi wananchi. Mkitaka wawe na hiyo nguvu ya kulinda usalama wenu, inawezekana. Kwa hiyo niombe sana askari wetu, niwape pole kwanza kwa kazi kubwa mliyofanya katika kurejesha amani, lakini ambayo mmekuwa mkifanya wakati wote. Mmefanya kazi nzuri, endeleeni kuifanya kwa kushirikiana na wananchi, maana ndio utaratibu wetu wa Kitanzania. Na ndio maana sisi Tanzania ndio tunazungumzia polisi jamii, polisi inayeshirikiana na umma. Kazi nzuri hii mnayoifanya, kazi ya sisi serikali sasa itakuwa ni kuwaongezea nguvu ya mafunzo, weledi, lakini na vitendea kazi, ili muweze kufanya kwa ufanisi zaidi. Lakini nataka niamini kabisa, pamoja na kazi nzuri mnayoifanya, na wananchi hawa wakitupa ushirikiano, hatutakuwa na tishio lolote lile la usalama katika maeneo yetu na mitaa. Tuendeleze ushirikiano na kuaminiana kati ya wananchi na jeshi letu la polisi na vyombo vingine vyote vya usalama, kwa sababu ulinzi wa taifa letu unatutegemea sisi wananchi. Vyombo hivi vipo kwa ajili ya kuhudumia sisi wananchi. Mnapokuwa katika kadhia na hofu kubwa kama ilivyo sasa, hasara ni ya taifa na ni ya wananchi wenyewe. Mali zilizoharibiwa na wenzetu wasioitakia mema nchi yetu, vurugu zilizofanywa ambazo hatuamini kama zimetokana na akili zetu, ni ama tumesukuma kufanya hivyo kutokujua kwa wale wachache walioshiriki, lakini hata tunahisi kuna wengine ambao si miongoni mwetu wamekuja ndani ya nchi yetu na kutekeleza hayo waliyopanga kutekeleza. Kwa hiyo tusidanganyike, na watu tusidanganywe kwamba hii Tanzania ni ya watu fulani. Tanzania ni ya kwetu sisi wenyewe, na sisi tulioko hata tunayeongea hapa ndio mmetuzaa sisi tukafika mpaka tulipo hapa, na kesho ni mwanao, na kesho ni mjukuu wako ataingia kwenye kufanya majukumu haya,
Je, kama tunakuwa kila kizazi kinachoma, kila kizazi kinaharibu uwekezaji, sasa vizazi vinavyokuja vitakuta kuna kitu kweli? Ndugu zangu, ndugu zangu, vitakuta kuna kitu. Kwa hiyo akili hii si akili ya Tanzania. Mimi nirudie kuwasihi, kwanza kwa kuwapa pole kwa yaliyowakuta, lakini pili kuwaomba sana ushirikiano na serikali, ushirikiano na askari wetu, lakini askari nidhamu kwa raia, upendo kwa raia na kuwatumikia bila kuwa na, kwa kuzingatia maadili ya kazi zetu. Maana hawa wananchi ndio mabosi wetu, si ndio jamani? Ndio mabosi wetu. Tukifanya hivyo, adui hatapata mwanya. Na kazi ya serikali ni kuhakikisha tunarejesha hali kama ilivyokuwa katika maeneo yote tunayotolea huduma, zikiwa ni ofisi za serikali, lakini pia tunawapa pole sana wale wote walioathirika. Lakini pia kazi ya serikali itakuwa ni kuimarisha uimara wa jeshi letu la polisi kwa kuwasaidia vitendea kazi vya kisasa, lakini kuwasaidia weledi ili wafanye majukumu yao kwa kuzingatia miiko na taratibu ya majukumu yao. Huu ni wakati wa kubadilishana upendo. Huu wakati wa kubadilishana huruma. Huu ni wakati wa kusaidiana ili kuondokana na mawazo ya yale mabaya yaliyotokea. Kwa sababu zaidi ya hapo tutakuwa tumechukua chaguo baya. Sidhani kama kuna yeyote anayefanikiwa kwa kufanya uharibifu uliotokea. Wote tumeiona hasara. Lakini pia tumeonja adha ya siku zile 3, 4, 5. Tukipita humu hata maeneo yalikochomwa vituo, usikii wala upate hata mmoja ambaye amepata madhara ya moja kwa moja kwamba alishiriki front. Ni kama ulikuja kusukumwa. Na kwa wale waliopata madhara tunawapa pole na tunamshukuru rais, amesema wasamehewa kwa sababu waliingia kwa mkumbo. Ni wasi ndugu zangu wana Sarasara, ni wasi ndugu zangu wa Dar es Salaam, ni wasi ndugu zangu wa Tanzania nzima, kwamba amani ndio msingi wa kila kitu tunachosikia. Nchi yetu imepiga hatua kubwa sana ya maendeleo. Tunajenga maflyover, tunaboresha miundombinu mbalimbali. Tunaporudisha nyuma, adui zetu wanafurahi sana.